Wajua kuna vitu vingine ambavyo Young Africans wanavilea ambavyo to be honest havina maana yoyote ile. Inawezekana ndivyo ambavyo walivomlea Djigui Diarra, na Waswahili wanasema the way ambavyo unavomlea mtoto hivyo hivyo ndivyo atakuwa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu vinakuwa vinatokea lakini vina reflect ndani kukoje. Maana yake ni kwamba katika wachezaji ambao ni untouchable ndani ya kikosi cha Young Africans, Djigui Diarra ni mmoja kati ya binadamu ambao hawagusiki kwenye kikosi cha Young Africans, kwa sababu amekuwa akifanya matukio cha kwanza ya kujidhalilisha yeye mwenyewe kutokana na level yake ya uchezaji. Zingatia kwamba ni mchezaji wa timu ya taifa ya Mali, na si tu ni mchezaji wa timu ya taifa ya Mali, ndio golikipa tegemeo wa timu ya taifa ya Mali. Hilo ni eneo la kwanza. Lakini eneo la pili ni mchezaji ambaye anatajwa sana barani Afrika kwenye eneo la goalkeeping. Ukiachilia mbali wale magolikipa wawili wa Ahli, ukamuondoa pia golikipa Nwabali wa aliyokuwa akitumikia Chippa United ya South Africa na timu ya taifa ya Nigeria, ukamuondoa na Laurent Williams. Golikipa mwingine ambaye anahitajwa sana ni Djigui Diarra. Sasa muendelezo wa matukio yake ya hovyo hovyo anapokuwa na kikosi cha Young Africans ni moja kati ya vitu vinavyotaka kutuaminisha yeye ni untouchable ndani ya kikosi cha Young Africans. Cha kwanza kabisa ni kama viongozi wamemshindwa, kwa sababu ukiangalia baada ya mchezo wa Mtibwa Sugar dhidi ya Young Africans, wachezaji wenzake walimshika, meneja Walter Harrison alimshika na watu wengine wakijaribu kumtuliza, lakini yeye akataka kuendelea kuonyesha umwamba kwamba yeye ni mwamba sana, ana uwezo mzuri wa kufoka, ana uwezo mzuri wa kupambana, kitu ambacho kinaleta taswira mbaya. Ile ni bad image kwake yeye na ni bad image kwa taasisi anayotumikia Young Africans. Sasa kama Young Africans wamemshindwa, bodi ya ligi nao sasa mnatakiwa kumuonesha Djigui Diarra kwamba huu ni mpira, na huu mpira ni utambulisho wa Mtanzania, kwa sababu ndiko sehemu ambayo Watanzania kwa pamoja tunasherehekea mpira wetu, ndio sherehe za Watanzania na furaha za Watanzania zinakutana hapo bila kujali jambo lolote. Yani ni kitu pekee yake kinawakutanisha Muislamu na Mkristo, wanashangilia pamoja. Ni kitu pekee kinakutanisha Chadema CCM, wanashangilia pamoja. Yani mnaweza mkawa mna uadui sehemu fulani, lakini mnapokuja kwenye mpira wa miguu mnakaa meza moja, mnakaa room moja, mnakaa kwenye hall moja, mnashangilia mpira. So kwa namna ambavyo Djigui Diarra anataka kuishi kwenye mpira wetu ni kama anataka kutupanda kichwani, kwa sababu anaonesha kwamba yeye ni untouchable. Just imagine kwenye tukio lililohusu bao alilofungwa na Ismail Muhesa, aliamua kuoverreact na kumfuata mwamuzi, kumfokea, kumnyeshia vidole na vitu vingine kama hivyo bila sababu za msingi, kwa sababu wote tulishuhudia ule mchezo. Hakukuwa kuna eneo lolote ambalo Djigui Diarra amefanywa foul, lakini yeye akaamua kuoverreact, akaonekana kama ni mtu ambaye ameonewa, akaonekana ni mtu ambaye yani kakosewa kwa kiwango kikubwa sana, kitu ambacho hakikuwa na uhalisia. Lakini kwa bahati mbaya zaidi Young Africans wamekaa kimya, hakuna chochote kilichotokea. We expect kamati ya masaa 72 mtakuja na kitu ambacho itakuwa ni funzo kwa Djigui Diarra, naye anapaswa kuheshimu wenzake wanachokiheshimu, kwa sababu kama ana uwezo wa kwenda kutoka na kutoka, anamfuata mwamuzi, anamfokea, anamnyoshia vidole, anaamuliwa haelewi, maana yake ni kwamba yeye yuko top ya kamati ya waamuzi. Kwa hiyo the best way watu wanaweza kufanya kuprotect huu mpira ni kutoa adhabu pale inapostahili. Djigui Diarra hapaswi kuepuka adhabu kipindi hiki kulingana na utovu wa nidhamu alioonyesha mbele ya mwamuzi na mbele ya Watanzania tuliokuwa tukishuhudia ule mchezo, kwa sababu wote tuliona hakukuwa na sehemu yoyote ile ambayo Djigui Diarra alikosewa. So tuangalie namna gani ambavyo tunaweza tukaumaintain, tukaufanya huu mpira wa Tanzania ukaendelea kuzungumzwa vizuri, na si mchezaji mmoja aje kuunajisi mpira wa Tanzania na kuushushia thamani. Ingawa tumekuwa tukiporomoka kila kukicha kwenye ubora wa ligi, lakini isiwe sasa ni sehemu ambayo tunadili na mambo ya makosa ya waamuzi, mambo ya kibinadamu, tunadili na mambo ya kikemikali yanayowekwa vyumbani, tunadili na maji yanayomwagwa uwanjani, tuanze tena kudili na nidhamu ya mchezaji mmoja mmoja. So I think tunapaswa kuwa na common things ambavyo tunaweza tukadili navyo kwa jumla, lakini hizi nidhamu za wachezaji ambao wamekuwa na nidhamu mbovu ni vitu ambavyo vinapaswa kupigwa nyundo na kukomeshwa moja kwa moja.
Msamaha Hamisi Lusamba ndio jina langu, nilikuwa hapa. Tukutane tena siku nyingine.